Game Time, tuonavyo sisi. Natumai huu mzima mtazamaji wa Dimbani Connect. Karibu kwenye show mpya ya Game Time, tuonavyo sisi. Show ambayo inakuletea mijadala mbalimbali ya kimichezo ambayo inaelekea kuchezwa weekends tofauti. Jina langu ni Andrea Mathawe. Nitakuwa na Masud Yusuf Masud aka Mswahili, lakini nipo na Moruo King. Tuko hapa sawa kabisa kwa ajili ya kukuletea undani wa michezo mbalimbali ambayo tunaenda kuiangalia weekend hii. Lakini kabla tujaanza kuiangalia michezo mbalimbali, kwanza mpo vizuri kabisa? Tuko vizuri. Bwana Moruo King, shabiki wa Liverpool, nataka nikukumbushe kidogo machungu ya weekend hii ambayo tunaimaliza. Umetoka kupokea kichapo cha goli 4-1. Kabla tujaanza kuziangalia mechi za weekend hii, kwanza shida nini ndani ya Liverpool? Naona kidogo mnapitia kwenye msukosuko. Mtu anaweza akasema kwamba Liverpool kwa sasa wanapitia kwenye tanuru la moto. Ndio. In the sense kwamba matokeo sio mazuri, matokeo hayaridhishi. Tumefungwa goli 4-1 na PSV ya Uholanzi. Ndio. Kwenye Premier League wiki iliyopita tumefungwa na Nottingham Forest goli 3. So mambo sio mazuri, lakini changamoto kubwa ambayo nafikiri sidhani kama ni kikosi au ni wachezaji hawana uwezo. Nadhani shida kubwa inawezekana mwalimu ameshindwa kumotivate wachezaji. La, nimesikia Jimmy anampa sana Mohamed Salah. Okay. Sasa sijajua kama Salah ndo tatizo ama intensity yake msimu huu ipo chini sana. Si kweli. Ukisema kwamba intensity ya Salah iko chini, si kweli. Jana nilikuwa naangalia kipindi kimoja wakawa wanatoa takwimu. Msimu uliopita Mohamed Salah alikimbia kwa wastani wa kilomita 9.9 kwa game. Lakini msimu huu mpaka kufikia sasa hivi anakimbia kwa kilomita 9.4. Upungufu ni mita 500. Na kuna parameters 2-3 waliziweka pale. Bado huwezi kusema kwamba Mo ana shida. Shida ni kikosi kizima. Tukisema tuanze kumwangushia Salah mzigo tutakuwa tumtendei haki. Kuna wakati Salah alitubeba. Na sio kutubeba tu. Kuna wakati Salah aliweza kuamua matokeo. Kwa hiyo tumpe grace. Haudhani kwamba hilo ndilo halipo sasa msimu huu? Kwa sababu umeongelea kuhusiana na swala la yeye work rate yake. Lakini kwa msimu huu work rate yake imekuwa kama ni kuku aliyekatwa kichwa. Nadhani nimeenda mbali sana chini. So in the sense that kwamba udhani kwamba amekosa makali effectiveness mbele ya final third kama aliyokuwa nayo msimu uliopita, kwa sababu kwa work rate hiyo lakini alikuwa na uwezo kweli wa kuamua matokeo msimu uliopita, lakini that's not the case kwa msimu huu. Yani safari hii ukiangalia, nadhani yeye ni mmoja kati ya wachezaji ambao wamepata mipira mingi ndani ya 18 na imekuwa ni off target. So maybe effectiveness yake baada ya labda kuna mtu nimsikia anasema anachezea mkataba sasa hivi. Yaani anachezea ule mkataba aliosaini jaribu kutaka kulipa, lakini mambo hayawi. Okay. Tusiende sana mbali kwa sababu hatuiangalia sana mchezo wake, lakini nataka tusisahau Chelsea. Unajua ni shabiki wa Chelsea na sitaki tuisahau na sitaki kuiongelea mimi. Labda Masud unaweza kaongelea swala la Chelsea. Chelsea amefunga FC Barcelona. Chelsea akiwa nyumbani, FC Barcelona ya moto kweli. Lamine Yamal yuko ndani, Robert Lewandowski yuko ndani, lakini Chelsea ya vijana wadogo kweli imeweza kuibuka na ushindi wa goli 3-0. Estevao. Kitu gani cha ziada ambacho wanacho Chelsea msimu huu ambacho unakiona kwa kiasi kikubwa sana kina motivate sana wazungu wanasema a breath of fresh air? Yeah. Sioni Chelsea wakiwa na pressure.
sioni. Yani naiona ni timu ambayo wanaenda, wanacheza, wapate matokeo mabovu, wapate matokeo mazuri, but they are playing. Na wanacheza kwa idea za mwalimu, wanacheza kwa style ambayo mwalimu anataka wacheze. Unaona? So ni rahisi kwa timu kama hiyo ambayo, you know what guys, tunaenda kucheza style yetu tunavyotaka sisi kucheza. Kwa hiyo timu itacheza kama kwa matakwa yetu. Na wanacheza vizuri, Estevao, Neto, you know, Caicedo, Enzo Fernandez. So nawaona kabisa ni timu ambayo inaweza ikapata, ni rahisi kupata matokeo kwa namna wanavyocheza. They believe yani wanajiamini sana wanachoenda kukifanya. So ni mtihani. Hata mechi ijayo inayokuja na Chelsea na Arsenal, I'm sure tutapata game nzuri sana. Yeah. Yeah. Yes, tulikuwa tunatazama kidogo ligi ya mabingwa barani Ulaya ambayo wiki hii imepigwa na moja kati ya timu ambazo zimefanya vizuri kwa kweli ni klabu ya Chelsea ambayo imeibuka na ushindi wa goli 3-0 dhidi ya FC Barcelona, lakini pia bila kusahau Liverpool amepokea kichapo cha goli 4-1 akiwa nyumbani. Moja kati ya mwendelezo mbovu kweli wa Arne Slot akiwa na Liverpool. Sasa tunarudi Afrika kuiangalia ligi ya mabingwa barani Afrika pamoja na kombe la shirikisho ambao ndio target yetu ya kwanza ambayo tunaanza nao ndani ya Game Time. Game Time tunavyo sisi tunaenda kuangalia ligi ya mabingwa barani Afrika. Simba weekend hii yupo uwanjani lakini atakuwa ugenini dhidi ya Stade Malien. Sasa moja kati ya jambo ambalo tunaliangalia hapa, Simba kwa msimu huu kwa upande wangu wameanza vibaya sana mashindano haya. Na mechi hii kwa upande wangu naona kama ina pressure kubwa sana kwa upande wa Simba. Sijajua ni kipi ambacho kilikuwa tatizo kwenye mchezo wa kwanza kikasababisha timu kucheza chini sana, lakini pia kutotimiza yale malengo ambayo klabu wanayo. Hata mipango ya pale uwanjani kidogo ilikuwa si vizuri, si rahisi kutimilizika. Nadhani game ya kwanza Simba walistahili kupoteza. Walistahili kupoteza. Hawakucheza vizuri. Hawakucheza kwa malengo. Sidhani kama walikuwa wana malengo ya kupata ushindi kwenye hiyo game, kwa sababu Simba ambao tunaifahamu ikiwa Benjamin Mkapa, iko direct, inahitaji matokeo. The intensity is high, tupate matokeo kwa namna yote ile. Lakini kwa game nilivyokuwa naiangalia, kuna wakati mimi kama shabiki nilialia wa mnyama, ikawa I was like, how uko nyuma goli moja? How achana tu uko nyuma goli moja, lakini how uko nyumbani, lakini wewe ndio unacheza kama vile uko ugenini. Uko very slow kwenye build up, very slow. Unawapa nafasi ya timu pinzani ku relax, mwache aje, akija tutazuia kwenye zone yetu ya mwisho, tutachukua mpira, tutawafuata easy. Hakukuwa na kazi kubwa kwa wageni kwenye ile game. Yeah. Lakini kitu kingine ambacho nadhani nilikiona, sijajua kocha alikuwa ana shida gani. Ni kama tulikuwa tuna complicate vitu sana. Haiwezekani timu ambayo iko nyumbani inakimbiza matokeo. Kwani ujeze wa viungo wengi? Yeah? Wakati kuna wachezaji ambao wamezaliwa, wanalipwa mshahara kwa ajili ya kufunga magoli. Why unamwacha So nje? Why unamwacha Mkwala nje? Why unajaza viungo ambao timu pinzani walikuwa wakifika kina Mpanzu, kina Naima kina Mpanzu, Neo Maema, wanafika Morris Abraham, wanafika mpaka kwenye robo tatu ya timu pinzani, wanaishia pale. Kaliba yao ni kutengeneza, wanashindwa kujitengenezea wenyewe kwa sababu hakuna mtu wa kumtengenezea pale mbele. So yuko nje, kaja baadaye kama ulivyoona alivyoingia na Mkwala, kidogo kukawa kuna uhai kwenye, hata timu pinzani ikawa inahangaika, mabeki wakawa wanahangaika kwa sababu
kuna watu wanajua pale wanaweza wakasababisha madhara. Sasa sijajua nini ilikuwa target ya mwalimu, na I really hope, kwa sababu Simba tumekuwa tuna struggle sana kupata matokeo ugenini. Sasa kwa staili hii tuliocheza pale Benjamin Mkapa, twende tena Mali. Well, ni point tatu zingine zinaenda kupotea. Moro, tunaenda Simba anapoteza point alama 3. Akaenda kwa staili ile tuliocheza Benjamin Mkapa. Yeah. Sioni Simba kwenda kupata matokeo Mali. Moro vipi? Consideration ni kwamba Stade Malien ni bingwa. Na nilikuwa naona ni bingwa wa msimu uliopita nchini kwao, nchini Mali. Na Simba amejijengea mazingira kwamba every time akiwa hapa kwa Mkapa, kama hivi ni kwa Mkapa atoki. Lakini for some strange reason, so lazima tuwape heshima Petro Atletico. Petro wamejitahidi kupata ushindi sehemu kama Dar es Salaam kwenye uwanja wa Simba, sio kitu kidogo. Lakini I think Simba wenyewe tumeweka mazingira marahisi ya Petro kupata ushindi. Kuna mazingira ambayo Mpanzu alitakiwa tu yeye afanye what Mpanzu can do kuhakikisha kwamba tumepata matokeo. Lakini binafsi kama shabiki wa Simba sina matumaini yoyote na Simba msimu chochote watakacholeta takipokea, kwa sababu ni muendelezo wa vitu ambavyo kwenye mpira wetu vinashangaza, kwamba unatengeneza timu kufika mwisho kocha anaondoka, japo hatuwezi kulaumu kuhusu kuondoka kwa kocha, kwa sababu kocha aliamua kuvunja mkataba au aliamua kwenda sehemu kwenye maisha mazuri zaidi. Lakini sina matumaini yoyote na Simba msimu kwenye michuano ya bingwa, kwenye michuano ya ndani, kwa chochote Simba ambacho watakileta mimi nitakipokea. Labda mimi nitazama mchezo kwa engo tofauti. Okay. Sababu niliangalia mchezo licha ya kocha kwenda na mpango ambao mimi kweli sikuelewa pia, kuanza bila striker, lakini niliona pia kulikuwa na nafasi pia Simba kuibuka na ushindi kwenye ule mchezo. Kuna nafasi za wazi ambazo zilikuwa ni magoli kabisa. Morris Abraham yeye na goli amepiga nje, lakini kuna nafasi ya Lim Panzu naye kafanya decision ambazo zilisababisha sio goli, lakini alikuwa na nafasi kabisa kuipatia Simba goli. Nadhani kwenye mchezo huu wa Stade Malien Simba anaenda kuibuka na ushindi akiwa ugenini, kwa sababu sidhani kama kuna yale makosa ambayo yataenda kujirudia tena. Na nadhani makosa ambayo wachezaji wameyafanya kwenye mchezo uliopita, I think watabadilika. Iwe hivyo. Hata kama hatuna imani na Simba msimu huu, bado mimi siko sana negative kwa Simba kuwa na msimu huu, kwa sababu bado ni mapema. Game ni ya kwanza hii. Ndio game ya kwanza. Lakini kupoteza game ya kwanza nyumbani, kupoteza mchezo nyumbani si kitu kizuri sana. Yeah. Na kama Muru alivyosema tumeshajizoesha, na timu zikija hapa kwa Mkapa zinakuwa intimidated. Zinajua kwamba kwa Mkapa kuna shughuli ikifika. Kwa hiyo sasa hiyo uoga wanaokuja nao ni lazima tu capitalize. Yaani ni lazima, haijalishi hizi timu zetu hapa zinakuwaga katika viwango vibovu. Ukiona inacheza na JKT unaona kweli sasa tutatoboa kweli na nini huko mbele. Ila dimba la Mkapa limejaa pale. Timu imekuja huko sio ni Waarabu sio na nini, unashangaa watu wanavyobadilika yani. Na imani hii inawezekana. Stade Malien ni timu nzuri sana. Kwa ilichokifanya game iliyopita kwa Waarabu kwenda kule kuchukua, ndio na wenyewe Esperance walikuwa kama wangekuwa very effective wangeshinda hata goli 4-5 kwa ile game. Kama umeiangalia wametengeneza nafasi nyingi mno, lakini Stade Malien wameweza kuondoka na pointi moja kule. So unaweza kaelewa hiyo pointi moja inachowafanya sasa hivi kuwapa confidence.
hao kwanza wamefungwa kwao, wanakuja nyumbani, sisi tumeenda kuchukua point moja kwa Waarabu kule, ugumu zaidi, hawatoki hapa. You understand? Kwa hiyo ninachotegemea ni tactical twist ya mwalimu kule. Kwa vyovyote vile tusipoteze mchezo. Ikitokea kwamba tumerudi hapa Dar es Salaam na pointi moja ama zote tatu, we still have nafasi kubwa tu ya kuendelea. Lazima tuondoke na lazima. Yaani hatuwezi kupoteza game mbili mfululizo. Ni ngumu kurecover. Sio rahisi. Bwana, tukiachana na game ya Simba, kuna mchezo wa Singida Black Stars yuko nyumbani dhidi ya Stellenbosch kutoka pale Afrika ya Kusini. Ni moja kati ya mchezo ambao kwa Singida Black Stars ni mchezo muhimu kwao kwa sababu wapo nyumbani, na mchezo wa kwanza Singida Black Stars alipoteza akiwa ugenini kule Algeria, kufungwa goli 2-0. Sasa anatafuta alama. Ni muhimu sana kama ilivyo kwa upande wa Simba, kwa Singida Black Stars pia ni muhimu kwa upande wao kuondoka na alama walau moja ama alama tatu zote. Stellenbosch kabla kucheza nusu finali kombe la shirikisho msimu uliopita dhidi ya Simba Sport Club. Na tuliona kabisa performance yao ya msimu uliopita. Sio mbaya. Ni moja kati ya ni timu ngeni kwenye mashindano kwenye mashindano haya, lakini ni timu ambayo inakupa mwanga. Ni kama Singida tu. Kama Singida. Kwa hiyo wanaanza kwenye ni timu ambazo zipo kwenye daraja moja. Mchezo una vipi Masud? Singida mimi sidhani kama Singida wana matarajio makubwa kwenye mashindano haya. Sidhani. Kama wanayo, that's okay. Lakini sidhani kama wana matarajio makubwa kwenye mashindano haya. Regardless ya kuwa kusajili ama kuwa katika kikosi na wachezaji ambao tayari wameshacheza haya mashindano, lakini Singida bado ni timu changa. Yeah. So mimi what I expect kutoka kwao, waende wakacheze mpira. Wacheze mpira. Wasijiwekee matarajio makubwa ya kusema tunaitaka robo finali, sijui nusu finali. Na siwaoni kufika huko, na wakiweka mentality hiyo, twende tutafute robo finali, nusu finali, wanaweza wasipate hata point moja. So for now kwa mimi nikana wachezaji ambao wazee, kachezeni mpira. Go enjoy yourself. Cheza mpira. Hii ni experience nzuri sana. Yeah, ni timu ndogo, haijulikani. Nendeni tu mkacheze mpira. Cheza mpira. Ina wana wachezaji ambao nimesema hapa. Haijalishi kama imesajili wachezaji ambao wamecheza kwenye haya mashindano, lakini sioni bado nguvu ya Singida. Ndio maana ninasema wakacheze mpira. Hiyo ni nguvu ya Singida. Well, Singida wanakosa kitu kimoja, ushindani. Nadhani namna ambavyo Singida imetengenezwa ni timu ambayo sio ya ushindani. Na hofia kutoa mfano, lakini sidhani kama Singida wako competitive. Singida ni timu ambayo watu walikuwa na hela, wana mahaba na mpira, wakaanzisha kitu chao. Unlike Stellenbosch ambao pamoja na kwamba Stellenbosch ina miaka 9 nadhani tangu 10. Ni watu ambao wanataka vitu pamoja na udogo wao kwenye michuano au udogo wao kwenye ligi. Ni watu ambao wanataka they want to explore. Wanataka kwenda mbele, wanataka, lakini I don't think sidhani sana kama Singida ni competitive kiasi. Lakini naunga mkono hoja ya Masud kwamba Singida ina high profile players. Ina wachezaji ambao ukimsimamisha mchezaji mmoja, wachezaji wa Stellenbosch lazima waogope, lakini kitimu sio competitive. And wana kocha mzuri pia, Miguel Gamondi. Ni kocha ambaye ana experience kubwa sana kuliko makocha wengi ambao tuko nao. Kwenye pool ya makocha, nachelea kusema Afrika, lakini ni kocha ambaye yuko kwenye kiwango cha juu sana. Tuliona kitu ambao Miguel Gamondi alifanya akiwa Yanga. Na
changamoto kubwa ya Singida ni kama nilivyosema, sidhani kama it's in them. Kama unakumbuka kuna kipindi PSG ilikuwa na kila mtu pale, na kocha mzuri, ina technical director mzuri, ina wachezaji wazuri sana, but hauoni kitu. Lakini walivyoamua siku moja au walivyoamua wakati fulani kwamba kuanzia sasa sisi tunalenga kitu hiki na hiki na hiki, they got the best. Kwa hiyo nafikiri Singida wanatakiwa tu enjoy the good times, enjoy the moment, and one day tutakaa kama timu itaendelea kuwepo pia. One day watafanya miujiza. Kama timu itaendelea kuwepo. Timu yenyewe inaonekana kuna sehemu itafika, kwa sababu sitaki tukwenda kwenye hiyo kwa ndani, kwa sababu Singida kabla haijawa Singida ilikuwa the same with Stellenbosch. Kabla haijawa Stellenbosch kuna timu fulani zinaanzishwa, zinabadilika, zinaenda ndani ya msimu mmoja, anaweza yakaja majina matano klabu moja hiyo. Sio rahisi. Ukiangalia historia ya Singida United, Singida Black Stars au Singida Big Stars, Singida sisi kuna kipindi waliungana na Fountain Gate mpaka wamekuja kwa Singida Black Stars right now. Japo ni timu tofauti, lakini inasemekana wamiliki ni wale. Lakini naamini siku moja watakuwa chachu na wataleta mambo fulani mazuri. Kwa hiyo nenda na nani? Sina expectation yoyote kwa Singida. 50-50. Kuangalia game, tukaenjoy game. Ni kitu kizuri sana kupata hiyo exposure. Yes. Mind you, Tanzania tuna timu nyingi. Zote ziko kwenye kuna ligi chache sana Afrika ambazo. Yeah. Ni kitu ambacho tunaweza tukawa hatukiongelei kwa sababu si cha kwetu, tunakichukulia poa, lakini top. Anyway, by the way, hiyo game inaweza ikaenda popote. Singida wanaweza wakashinda hiyo game. Stellenbosch wanaweza wakashinda hiyo game. Yaani sioni mzani ulipoegemea. Yeah, katika hizo timu mbili. Bwana, hilo ni kombe la shirikisho, Singida dhidi ya Stellenbosch. Jumapili hii wanashuka uwanjani pale New Aman Complex. Mchezo wa pili hatua ya makundi kombe la shirikisho barani Afrika. Bwana, kwenye michuano ya Afrika, michuano mikubwa barani Afrika, tunaishia hapo. Tumeangalia Simba dhidi ya Stade Malien Jumapili hii, lakini pia Singida Black Stars dhidi ya Stellenbosch kutoka pale Afrika ya Kusini. Tunakwenda barani Ulaya. Moja kati ya vitu ambavyo vinavutia weekend hii ni michezo ambayo inaenda kuchezwa. Chelsea atakuwa uwanjani dhidi ya Arsenal, lakini Jumamosi, kesho tu hapo Jumamosi, Manchester City atakuwa uwanjani dhidi ya Leeds United. Pep Guardiola anakwenda kucheza mchezo mwingine akiwa nyumbani, lakini pia akiwa na kumbukumbu nzuri ya mchezo wa mwisho wa Premier League akibuka na ushindi. Na Jamie Doku alitoka akiwa na performance nzuri kwenye mchezo wa mwisho. Yeah. Mchezo wa Leeds unakwenda kuwa aina gani kwa Pep Guardiola? Mchezo wa Leeds kwa Pep Pep anahitaji kuacha mzaha. Ana mizaha mingi sana Pep. For instance, mizaha ya kama usiona kama juzi kafanya changes za wachezaji almost 10. Almost 10 wa festival. Kitu kama hicho. Katika game yake ya 100 ya Champions League. Matokeo yake amepoteza. Sasa sijajua kama alikuwa anawapumzisha kwa sababu ya kuendeleza kutaka kurudi kuanza kupata matokeo mazuri kwenye Premier League. Inawezekana pia. Lakini Leeds hawajafunga Man City kwa almost michezo 5 iliyopita waliokutana. Game ya mwisho Leeds wameshinda nadhani miaka 2 iliyopita, 2-3 dhidi ya City. Okay. Sioni Leeds kuwazuia City kwa sababu
title race kwanza bado iko open sana. Yeah. Na najua Pep ametoka misimu mingapi? Mitatu almost. Ametoka behind kwenda kuchukua ubingwa. So kuna difference ya pointi 7 kati ya yeye na Arteta. Yeah. Na kuna game takriban 7 kuanzia kesho mpaka Christmas. Yeah. Na kwa sababu kuna wanasema timu ambayo inamaliza on top mpaka Christmas, kuna uwezekano mkubwa sana wa kwenda kuchukua ubingwa. Lakini Pep kwa Pep haikuwa hivyo. Pep ametoka nyuma Christmas watu wengine na kaenda kuchukua ubingwa. So nadhani atataka kurudisha confidence na imani kwa mashabiki na kwa ujumla kwa ajili ya kupata ushindi kwenye hiyo game. So sioni sehemu yoyote Leeds kupata ushindi kwenye hiyo game kwa sababu na imani Pep anahitaji point 3 kwa hali yoyote, kwa sababu akiendelea na hii michezo yake Arsenal kunaweza kukutana na gap la pointi 20 by Christmas Afrika washinda. Yeah, so ni game nyepesi. Naiona kama ni game nyepesi kwa City dhidi ya Leeds. Game nyepesi. Sababu yes. Yeah, mara ya mwisho Leeds alishinda mwezi uliopita Oktoba 20 dhidi ya West Ham. Baada ya hapo alipoteza dhidi ya Brighton, alipoteza dhidi ya Forest, alipoteza dhidi ya Aston Villa. So hii game kwanza kuna tofauti ya pointi 11 kati ya City na Leeds. Yaani Leeds yuko kwenye relegation zone, yuko nafasi ya 18 na pointi zake 11. Simply speaking, ni game rahisi sana kwa Pep ikiwa confidence ya vijana wake itarudi, kwa sababu good thing about City, kitu kizuri zaidi kuhusu City ni kwamba kikosi ni kipana. Unajua kuweza kubadilisha wachezaji 10 kwenye Champions League, ambayo format ya Champions League ya sasa hivi sio kama zamani. Zamani ni all you want to do, kwa tunataka ushinde kwenye kundi lako, lakini sasa hivi haijalishi wewe umeshindaje, wakija wakiweka kwenye mkeka pale wanakuangalia wewe uko sehemu gani. So kwangu mimi nadhani ni game rahisi sana kwa City kama Pep akiamua kuwa Pep, because mara nyingi tumeona Pep anatoka kutoka huko alikotoka. Kuna wakati Pep alishinda michezo 15 mfululizo. Alikuwa nafasi huko Australia 5 na 6 akashinda michezo 15 mfululizo. Wanasema ogopa sana pale ambapo Pep Guardiola anakukimbiza. Mara nyingi ni rahisi wewe ukiwa unamkimbiza City kwa sababu anaweza akapoteza game saa yoyote. Lakini City akianza kukukimbiza bro, ni hatari. So it's a very simple game. Labda mnielekeze kitu kimoja. Nimeangalia msimamo wa ligi kuu nchini Uingereza, idadi ya magoli ambayo City amefunga, lakini idadi ya mchezaji mmoja ndani ya Manchester City. Nimeona Haaland ni kama kapiga robo 3 ya magoli. Magoli 24 ya Manchester City, kafunga magoli 14 peke yake. Sasa nikajikaa najiuliza, Haaland akipata majeraha leo, ina maana City atakuwa na struggle kupata magoli kwa timu, kwa jinsi ambavyo unaiona timu ya Manchester City ilivyo? Nadhani jinsi City walivyo wako centered kwa Haaland, lakini kitu cha ajabu ni kwamba Haaland asipokuwepo atatokea mtu mwingine na atafunga. Ni kwanza Haaland amefikisha magoli 100 ya Premier League. Sasa I remember kuna wakati hapa alikuwa anakimbiza hiyo record katika Aisha amefikisha tena katika mechi chache. Yeah, kwa sababu Haaland anapo City walivyo, tofauti ya City na labda tuseme Liverpool timu imejengwa around Mo au watu wa pembeni. Kwa hiyo hata tutakuja kuona baadaye kwamba Isaac bado ana struggle kwa sababu yuko isolated. Lakini that's a story for some other time. Haaland ndio point man wa City. Na kitu cha leo ni kwamba kama nilivyosema awali, Haaland asipokuwepo kwa pengine anafunga tu na wanafunga vizuri.
By the way, Pep rule out Rodri kwenye game ya kesho. Kwa hiyo tunatazamia kesho Rodri atakuwa. Yeah, bado ana majeraha. I think Rodri kuna kitu anakipunguza ndani ya Manchester City asipokuwa uwanjani. Kwa sababu nilikuwa naangalia kuna baadhi ya michezo ambayo Rodri yuko fit uwanjani, City anakuwa na rahisi sana kuibuka na ushindi. Ama hata kama akipoteza ama akitoa sare, lakini unaiona ni timu ambayo ilikuwa inacheza mpira. Lakini Rodri I think anaondoka na kitu kikubwa sana ndani ya kikosi cha Manchester City endapo akipata majeraha. Of course kila mchezaji katika timu ana quality ama attribute zake ambazo zinaweza zisifanane na mchezaji mwingine. Yeah, kila mtu ana contribute kwa namna yake. Rodri ana contribute kwa kipekee kwa sababu anaifanya City pamoja na kucheza sana mpira Man City, lakini anaifanya City inakuwa ina utulivu. Yeah. So ni rahisi kuona huo utofauti kidogo pale anapokuwa yupo. Tuliona msimu uliopita pia baada tu ya kupata majeruhi. Kwa sababu alikuwa amecheza katika nafasi ile kwa muda mrefu sana. Yeye ndo kama backbone katika eneo la midfield. So amecheza kwa muda mrefu sana na City ilikuwa inaweza ikarotate sehemu yoyote ya eneo la uwanja. Lakini sio Rodri. Na wakapata matokeo. Kwenye statistics ni kwamba kwenye Premier League Haaland amecheza michezo 109, amefunga magoli 99. Yeah, I remember ilikuwa ni kama goli bado anakimbiza one goal away. Kwenye mechi ya Liverpool he was 2 goals away akafunga moja. Mechi ya weekend Newcastle he was 1 goal away akafunga sana. Majamaa wale hawakumwacha. Kwa na goli moja alikimbiza. Nadhani against Leeds ni uwanja wake sasa. Una uwezekano sitashangaa akipiga hat-trick. So kufunga moja tena. Sitashangaa kwa sababu si kiukweli, lakini ndio hivyo tena football. Kama mzee Ferguson alivyosema mwaka 99, football bloody hell. Yeah, isije kama mambo ya maiti kumng'ang'ania mshaji. Usijisahau bwana, weekend hii uko na Crystal Palace. Kumbuka game ya mwisho umefungwa kwa nyumbani na Crystal Palace. Crystal Palace hivi sasa nikukumbushe ni ya moto kweli. Ni timu ambayo ni timu ya pili. Timu ya pili kwenye rank za timu ambazo zimekuza game chache zaidi. Kama vile game 2 Crystal Palace anakutana na Manchester United. Yeah. Hii game wewe unaiona vipi kama mwana Manchester United? Ni game ngumu. Ni game ngumu kwa timu yangu. Timu yangu pendwa bwana. Bado nimekuwa naiangalia United tangia Ruben Amorim amechukua kazi. Yeah. Lakini tumekuwa tuna a lot of fainting results. Like leo mnapitia vizuri, kesho yani haujui lini huyu mtu atapatwa na kifafa. You understand? So nikukumbushe kwamba kwenye miezi 12 ya Ruben Amorim shinda mechi 12 tu. Yani ni wastani wa mechi moja kwa mwezi. Yeah. So ni huzuni. Like yeah, so ni mechi ngumu kwa United, lakini ni mechi ambayo na mafuruku yetu tunaweza tukapata matokeo. Lakini itakuwa ni mechi ngumu na sioni kuwa ni mechi yenye magoli mengi sana. Yeah, I feel like tunaweza tukaondoka na point moja pale Selhurst Park. Lakini otherwise bado tunachichemea. So yeah. Chinji kabisa Manchester United. Ferguson alisema kama alisema brother.
football bali mimi tegemea siku Manchester United wanacheza na Brighton wataonyesha ni kali sana. Lakini kwa sababu walikuwa washatufunga almost game 3 za nyuma. Na vile kitu bado kwenye Twitter Brighton walienda ile game wakijua kwamba leo tunaenda kufanya kitu. Wakala hiyo mambo hayakwenda. So Crystal Palace timu nzuri sana. Wanacheza vizuri, yani na uzuri wa Crystal Palace wanacheza team. Unaona kabisa pasi inatoka kwa huyu inaenda kwa huyu inaenda kwa yule. Goli. Wana wings wao ambao balaa kubwa sana. Lakini Manchester United ni Manchester United. Sehemu ambapo unategemea Manchester United ifanye kitu kwa ifanye. Sehemu ambapo unategemea nilikuwa nasema wakati fulani kwamba sikutegemea kwamba Spurs watashinda Europa. Everyone expect kikombe chao, lakini ilitokea. So I think it's going to be a very good game. Itakuwa mechi nzuri sana kwa sababu Crystal Palace nao wana tabia ya kung'ang'ania watu. Crystal Palace na Liverpool, sikumbuki mara ya mwisho Liverpool kufunga Crystal Palace. Naweza nikasema kwamba tumekuwa wateja rasmi. Kwa hiyo I expect a very good game. Manchester United wakicheza na Crystal Palace na game nzuri. Kwa hiyo lolote baya lopate Manchester United. I think Crystal Palace anaenda kuondoka na alama weekend. Alama zipo kuna moja kuna alama 3. Basi alama moja. Lakini hafungi. Lakini Manchester United hashindi mchezo. Ndio. Hashindi. Yaani kama ni hesabu za kuondoka na alama 3. Basi mpige kwenye mechi nyingine, lakini si game ya Crystal Palace. So kuna pattern. Sijui kama umeshafuatilia. Timu ambayo inatoka kwenye kushinda game kadhaa mfululizo. Alafu matokeo yanayofuata, let's say kama tulivyofanya sisi game 3 nadhani tulishinda mfululizo. Alafu game inayofuata una draw. Na una draw kwa kupambana kweli kweli. Yaani ile mpaka dakika ya mwisho. Wewe ndio unaokoa point. Game inayofuata una draw tena. The same style. Game inayofuata unafungwa. Tena unafungwa na timu ambayo iko pungufu. Kushinda game inayofuata huwa ni mtihani. So ndio maana nasema sijui itakuwaje, lakini I don't know Ruben afanyaje, lakini ninategemea mabadiliko kwenye tag. Sijui jamaa ni mbishi kidogo, lakini inabidi sasa. Yule shabiki vipi? Hajanyoa bado. Kwa sababu hajanyoa bado. Nadhani kuna siku yule bwana atanyoa. Ipo siku. Sio leo wala kesho, lakini sio hivi karibuni. Kulikuwa na streak nzuri sana. Juzi tu hapa kabla game ya nani ya Everton. Nikasema kwamba game ambayo iliharibu ni game ya Nottingham Forest. Ambayo ilikuwa draw 2-2. Yani pale nikasema huyu bwana ndio leo wala kesho. Of course. Yani sasa hivi kwa habari Kunya hatakuwepo tena. Benjamin Sesko ni na yeye imeongezwa muda tena wa kurudi. Sasa tactical twist na itegemea kwa Amorim, achane na masuala ya Diamond Shape. You cannot put Luke Shaw, Dogu, Ahmad on the same side. Why? Let's go back to the basics. Pia tuone inakuaje. Cheza hapo 4-3-3, cheza hapo 4-4-2. Unaniwekea wachezaji ambao wanakuwa ni weak link. Sasa sijui ana mpango gani kwenye hiyo game, sijui ana mpango gani na kibarua chake. Kwa sababu kaishaambiwa na mkuu wake kwamba mkuu alishasema kwamba hana muda wa kufukuza. Sasa sijui kama bado yupo kwenye trial.
sielewi. Lakini sasa hivi moyo wangu umeshaingia ganzi. Siumii tena. Okay. Labda tukianza kushinda sana. Sasa Moyo wangu utalainika afu nitaanza kuumia tena. When will that be, bro? Mwakani. Sijakutajia mwaka, nimekuambia mwakani. Moro ana nguvu ya kukushauri. Hana sasa hivi. Ana. Sasa hivi hana. Bwana Moro nataka uanzishe huu mjadala. Sasa hivi hana. Kwa upande wako. Michezo mitatu mfululizo unafungwa kwa range ya goli 3. Umefungwa na Manchester City goli 3-0, Nottingham Forest goli 3, PSV goli 4-1, range ya goli 3 pia. Western goli 3, Goli 10 in 7 days. yes. Unaenda kucheza na West Ham United. Nilisema mwanzo kwamba nafikiri Arne Slot ameshindwa au anashindwa kwa motivate wachezaji. Na tatizo la Liverpool currently, Yes. sio wachezaji. Tukisema tuanze kuwa line up wachezaji pale kuhusu kwa swala la viwango. Yeah. Sidhani kama steep low kiasi hiko. Kwa sababu tuna the most expensive striker kwenye Premier League. Na huwezi kusema Alexander Isak huko alikotoka alikuwa flop. Sio kweli. Huwezi kusema kwamba Isak anahitaji kuizoea Premier League. Isak ametoka Newcastle. Kwa hiyo yeye high intensity games ndio vitu yake. So issue. Huwezi kusema kwamba Florian kwamba hajaizoea ligi. Ni mchezaji ambaye ukimchukua Flo ukamweka Ujerumani anafanya vitu vikubwa sana. Anapambana. Lakini ukimchukua Flo huyu ukamweka Liverpool bado kuna changamoto. Bado kuna kalink ambako pengine Arne Slot bado. Nilikuwa naona siku moja kwenye mjadala wanasema msimu uliopita ilikuwa tu ilikuwa motivation iko kubwa sana. Au kama wanavyosema kwamba ametumia kikosi cha Jurgen Klopp. Well, ameshinda kutokana na kikosi cha alichokianza Jurgen Klopp. Kwa sababu siwezi kukanusha kusema hivyo kwa sababu ni kweli kikosi kilikuwa cha Jurgen Klopp. Yeye amemuongeza Isak, amemuongeza Florian Wirtz, amemuongeza Kitike, amemuongeza Kekes. Milos Kekes, amemuongeza beki wetu Frimpong, yes. Hiyo ni nusu ya timu. Amemuongeza Giorgio Mandashvili. Yeah. Hiyo ni nusu ya timu. Yaani hawa ni wachezaji ambao ni wakwake. Kwa hiyo amemkuta Van Dijk, amemkuta Konate, amemkuta Bradley, amemkuta Alisson Becker, amemkuta nusu ya kikosi. So kitu ambacho Arne Slot anakifanya sasa hivi ni kitu chake. This is purely is doing. Na ni tunaweza tukasema Liverpool ni mbovu msimu huu kwa sababu ilipoteza tumepoteza michezo 6. Yeah. Katika timu kubwa yes, nani anakusogelea kupoteza mchezo? Manchester City amepoteza michezo 4. So msimu huu Yeah. Liverpool ni mbovu. I accept mpaka sasa Liverpool ni mbovu. Statistics haziko upande wetu. Lakini ligi msimu huu watu watatoana damu. City amepoteza game 4 bro. Sawa, City amepoteza game 4. City ndio mtu ambaye huwa tunategemea. Yeye ndio watoto wa chuo wanaita nemesis. Ndio yule mtu ambaye anamuonea kila mtu, anambuli kila mtu. Lakini this inaonekana msimu huu confidence ya Arsenal ni kubwa. Arsenal wana confidence, wana kikosi kizuri. Yeah. Their motivation is high and let me tell you, hakuna kitu ambacho kina motivate wachezaji kama ushindi. Liverpool wanahitaji kurudi kwenye winning ways. Tunahitaji kurudi kwenye winning ways ili wachezaji wapate confidence. Nimemsikia Arne Slot juzi anasema kwamba we need to invest high January. Bro, January tunataka kuinvest nini tena? Yaani ndani ya kile kikosi. Lakini backline Van Dijk na Konate, I think it's high time for Konate to move out. Na
Real Madrid wameachana Konate. Wa negotiate sasa hivi mkataba mpya na Liverpool. Labda nimwambie kitu kimoja. Weekend hii Liverpool akihitaji kuibuka na ushindi, basi ashinde goli kuanzia 2. Maana anaiona nafasi ya West Ham kupata goli. Tuendelee. Na mbaya ni kwamba West Ham kupata goli basi. Lakini yes, Konate amekuwa na makosa mengi. Van Dijk amekuwa na makosa mengi. Katika kipindi kama hiki timu ndo inahitaji those experienced players to turn up. So Liverpool inahitaji Van Dijk, Liverpool ilikuwa inahitaji Konate, Liverpool ilikuwa inamhitaji Mohamed Salah. Wao ndo walipaswa kuwafanya kina Ekitike, kina Szoboszlai, kina every single player wa Liverpool pale matokeo yapatikanike. Lakini kwa bahati mbaya hata wao wamekuwa ni kama catalyst ya Liverpool kufanya vibaya. Kwa sababu ukiangalia hizo game 6 walizofungwa, lazima utakumbana na makosa ya Van Dijk kibao tu. Makosa ya Konate kibao tu. Ukicheki game ambazo Salah amecheza mpaka nikawa kuna game ile ya kabla ya hii ya Forest ile ya nyuma. Manchester ya Liverpool. So I was like sasa Arne Slot afanye kitu kimoja. Drop Mohamed Salah. He did that once. Kwa sababu he did once. Once. And it not going to So, imagine amefanya hiyo mara moja haikwenda sawa. What about easy wakati mwingine na mambo hajaenda sawa as well? Yeah. And nikiongezea nilikuwa naangalia takwimu jana. Na msimu huu Liverpool wamekuwa outrun. Yaani wapinzani wa Liverpool msimu huu wamekimbia mara nyingi, yani wamekimbia mbio ndefu kuliko wachezaji wa Liverpool. That means hiyo inamaanisha kitu kimoja tu. Wachezaji wangu hawakimbii. Kuna takwimu. Nilikuwa naangalia kwenye game dhidi ya Safi. Wachezaji wako. I own them. Kwenye game dhidi ya Crystal Palace. Palace walikimbia 6.2 kilometers more than Liverpool. Kwenye game dhidi ya Chelsea walikimbia mita 200 zaidi ya Liverpool. Kwenye game dhidi ya Manchester United kilomita 3. But Manchester United walikimbia kilomita 3. Manchester United. Yes, hadi Manchester United Walker Texas Ranger. Hiyo wewe. Mind you, msimu uliopita wachezaji ambao walitembea sana bila kukimbia. Namba 1 ni Van Dijk, namba 2 ni Walker Texas Ranger, Matthias Cunha. Hao ndio wachezaji ambao hawakimbii. Sasa imagine mpaka Manchester United ni Walker Texas Ranger ndio tuzidi mbio. Kwenye mechi dhidi ya Brentford walikimbia 6.6 km extra kuliko Liverpool. Kwenye mechi dhidi ya Aston Villa kilomita 1, mechi dhidi ya City kilomita 8.8. Yeah, of course, game ya City very sana vile. Kwenye game ya mwisho Nottingham Forest walikimbia 6.3 kilometers more than Liverpool. This only means, kwa nini narudia kusema kuhusu motivation? My players look very unmotivated. Yani ni kama hawana chochote wanachokitazamia. Wamechoka yani ni kama hawana wanachokitazamia kwamba twende tukacheze atakachotokea nyama. So yeah, I'm looking forward to a very good game with West Ham. One good thing about West Ham can score. Yeah. Sidhani kama hiyo gani Newcastle walicheza na West Ham hivi Newcastle walisawazisha dakika za jioni. Mbona mechi ya mwisho walikuwa 2-2. Lakini game mbili za nyuma yake I think West Ham alishinda.
na kwenye michezo minne ya mwisho West Ham michezo yote ameondoka na goli zaidi ya moja. It means ana wastani wa goli 2 kwenye mechi za mwisho. Uwezo anao, kwa maana nikamwambia uwezo anao na nia anayo ya kupata goli kwenye mchezo dhidi ya Liverpool. They can smell blood. Sasa hivi wanajua kabisa hao mabwana ni mboga kwa hiyo na sisi tunaweza tukapata kitu hapo. So a little motivation kwa West Ham wanaweza wakapata kitu. Bwana Declan Rice wiki hii hapa katikati juzi, I think baada ya game ya ligi ya mabingwa bara Ulaya, yes, alisikika akisema kwamba yeye kwenye PFA kuna tuzo fulani zinatolewa na hiyo shirika kwamba kampigia kura Moses Caicedo. Na ni mmoja kati ya kiungo ambaye kwa upande wake ni favorite, anavutiwa sana na uchezaji wa Moses Caicedo. Weekend hii wanaenda kukutana uwanjani Chelsea dhidi ya Arsenal. Kati ya game nzuri sana ya kufuatilia. Chelsea ametoka kumfunga FC Barcelona, lakini Arsenal walitoka kuishinda dhidi ya Bayern. Unaona mchezo wa aina gani? Labda niwaachie kwanza alafu nje kumaliza na timu yako. Kitaumana. Kwa sababu hii unajua tumekuwa tunawasema sana Arsenal. Tulikuwa tunawasema sana Arsenal ilikuwa mbio wanazokuaga nazo ni kama ni baskeli ya barafu kwenye jua la Dar es Salaam. Lakini kadri siku zinavyozidi kwenda, kadri nikiwaangalia bahati nzuri sana hata kama sitaki kuangalia najikutaga tu niko sehemu game ya Arsenal inaanza, so wananikumbusha United ya 2007 2008. United 2007 2008, yani ile timu ambayo inaingia inajua tunaenda kushinda. That's the only mawazo ambayo tunaenda kushinda. Tutawafunga kwa kupaki basi, tutawafunga kwa kupiga counter attack, tutawafunga kwa kucheza zaidi yenu, lakini tutawafunga kwa set pieces, tutawafunga kwa mipira ya kurusha, vyote tutawafunga by any means necessary. That's Arsenal sasa hivi. Na timu ikisha fika namna hiyo, Arsenal wanashinda game ngapi? 10. Kushinda game nyingi kiasi hicho, wameshinda mechi 9 katika 12, draw 2, wamepoteza moja. Yes, wamepoteza dhidi ya nani? Sikumbuke kuzana. Okay. Okay. Ongera mwanangu. Hey, faulu ile. Ongera mwanangu. Since then timu kushinda game nyingi kiasi hicho mzee, yani ni ya kuogopa, kwa sababu the confidence iko kule. Kwa hiyo ni ngumu sana kucheza na timu ya namna hiyo. Unaweza wewe ukaingia ukacheza vizuri sana ila wakapata nafasi moja wakakuumiza. Wanaongoza kwa difference. Arsenal ni timu ambayo ukiachana na Man City, Arsenal ni timu inayoongoza kwa magoli ya kufunga. Wamefungwa magoli 6 unlike Man City ambao wamefungwa magoli 10. Kwa hiyo goal difference ya Arsenal ni 18 akifuatiwa na Chelsea 12, City 14. So kujazia point yako, wanacheza vizuri. Wanacheza vizuri kwenye kufunga na wanacheza vizuri zaidi kwenye kuzuia. Yes. So game itakuwa nzuri naamini, kwa sababu Chelsea sasa hivi sio pushovers, yani na wenyewe wanakuja wanacheza mzee vipi na sisi tunakuja, so kama nilivyosema, Chelsea ni kama vile timu ambayo we don't have anything to lose. Chochote tutakachokipata ni size yetu. Kwa hiyo timu ambayo inakuja na yenyewe kwa style hiyo na yenyewe ni hatari. Kwa hiyo I hope nitapata mchezo wa kuburudisha kwenye game hiyo. Na tunaweza tukawa tuna magoli mengi kidogo. I think Chelsea mara mwisho kuibuka na ushindi kwenye game dhidi ya Arsenal, I think ni 2021.
Yaani mimi ni shabiki wa Chelsea, lakini kila nikikutana na Arsenal, hata niwe mzuri kiasi gani, Arsenal lazima nitandike ama nitoke niambulie sare. Nafikiri game itakuwa ngumu sana kwa Arsenal. Nimeona Kopama amerudi. Kopama amerudi kwenye mchezo. I think hii mechi inaenda kuisha kwa sare. Hii mechi inaenda kuisha kwa sare kwa sababu sioni nafasi ya Arsenal kuibuka na ushindi, sioni nafasi ya Chelsea kuibuka na ushindi. Okay. Lakini kama kuna mzani wa kuelemea upande, basi utaelemea upande wa Chelsea. Chelsea atapoteza. Kama kutakuwa na mzani wa kuelemea upande mmoja, basi nitaiua Chelsea yangu. Lakini kama kwa jinsi ambavyo naona mchezo utakuwa, I think hii ni sare. Mimi nafikiri niko tofauti kidogo na wewe. Mimi nafikiri Chelsea, Arsenal watakuwa na game ngumu sana. Why? Arsenal wana vingi sana vya kuprove. Arsenal wanahitaji kuprove kwamba wao hawajatanguliza baiskeli ya barafu juani. So Arsenal inaenda kucheza na pressure kubwa sana. Lakini kama alivyosema bro, kwamba Chelsea ukiangalia jinsi Chelsea wanacheza, ni kama they are not looking forward to anything. Ni kama hawatazami, hawako kwenye mbio za ubingwa. Wao wenyewe wanaamini hivyo, wao wanacheza kuenjoy, wanacheza kupata matokeo. So hii game itakuwa ngumu sana kwa Arsenal because kama niweke hii kabisa kwenye record, Arsenal wakipoteza hii game utakuwa mwanzo mgumu sana kwao. Kwa sababu ukipoteza game hasa wakati huu, ukipoteza game unapoteza confidence. You understand? Ukipoteza game unapoteza confidence. Sikuwahi kutazamia siku moja sisi tutapoteza michezo 6 ndani ya michezo 12 ya Premier League. Na tena November, early November. So Arsenal are supposed to be very careful kwa sababu wakipoteza hii game itakuwa ngumu sana kwao. Bwana, tunamaliza kwenye views zetu. Jinsi ambavyo sisi tumeona ndivyo hivyo tumeona weekend hii kwenye mechi ya ligi ya mabingwa barani Afrika, kwa shirikisho barani Afrika, lakini pia kwenye michuano kwenye michezo mbalimbali ya ligi ya kule nchini Uingereza. Kinachofuata hapa ni ubashiri, ila ubashiri ambao una tafsiri ndani yake. Tunataja bwana, nampa Chelsea kwa sababu fulani na fulani, na views zangu ni hizi hapa, ili mtu akiweka fedha yake bwana ajue kabisa King ameniambia nimpe Chelsea kwa sababu hizi. Wewe nikwambie bwana, wajasiriamali hawanaga wawekezaji hawawazi mambo ya sijui ya tactics. Okay. Ukishaanza kubashiri unabashiri bwana, mimi leo you go with your gut sometimes bwana, unless umeona timu labda ina performance nzuri, game 5 zilizopita labda kashinda zote, so unakuwa una expect na hiyo game ashinde kutokana na odds ambazo unaziona pia. Yeah. So achana na mambo ya tactics. Yeah. Yes, sema kwamba game hii mimi naona bwana huyu anagongwa. Game hii inaisha hivi. Game hii inaisha hivi. Kwa ndugu zetu wale wajasiriamali. Bwana, kuna mchezo wa Simba dhidi ya Sidmania. Yes. Mchezo unakwenda vipi? Nionavyo mimi, sidhani kama ni game ambayo itakuwa ina magoli mengi pia. Lakini ninahisi game itaisha suluhu. Sijui suluhu ya namna gani, lakini naona game inaisha suluhu. Sare. Nani Stari Maliana na shida. Under 2.5. Ungetaka hela lakini. Hamna magoli matatu kwenye mchezo. Kutokana sidhani kama kuna magoli mengi. Yes, kuna mchezo wa Brentford dhidi ya Burnley. Brentford Burnley. Brentford anapata goli. Okay. Over 0.5. Over 0.5. Brentford anashinda. Moja kwa moja. Yeah. Manchester City dhidi ya Leeds. Simple game. 3-0.
Oh yes. Over 2.5. Yeah. Manchester City. Manchester City. Naamini City atashinda goli zaidi ya 4. Bwana huyu mwamba katoka kumfunga Manchester United akiwa pungufu. Everton. Hiyo uwanja dhidi ya Newcastle United. Timu ngumu sana. Ni timu ngumu. Tena akiwa pungufu kuanzia dakika ya 11. Yes. Dakika ya 11 ndio IGG Idrissa Gana Gueye alipiga wenzake. Dakika ya 11 red card. Both team to score. Weka hivyo tu mwanangu. Weka hivyo tu. Timu ya magoli yapatikaniki. 1.5. Yeah. Magoli tu yapatikaniki. Tottenham Fulham. Wow. Over 1.5. Ndani Tottenham ana uwezo wa kufunga magoli mawili. 1.5 for Tottenham for Hotspur. Kulikuwa na option ya kubet kwamba Richarlison atashinda afu apoteze goli. Richarlison will score a very beautiful goal then. I think ni mmoja mchezaji ambaye anapitia magumu sana, lakini hiyo game itakuwa kali sana. Hiyo London derby. Hiyo Fulham versus Tottenham. Si vijana wa London na that's why you see. Bana Pedri karudi uwanjani. Barcelona ilibidi Deportivo Alaves. Yeah. Sidhani kama Hans Flick atamwanzisha kwa sababu katoka kwenye majeruhi, lakini atampa dakika chache. Yes, of course, lazima kwa sababu utakiwi lazima fitness itafutwe taratibu. Yeah, kwa hiyo sidhani kama atamwanzisha, na hata kama akimwanzisha sidhani kama atamaliza. Lakini ni habari njema sana kwa Barca. Barca kwa Pedri kurudi. Na naona sidhani kama game nimemsikia Hans Flick anasema game ya Chelsea imewachanganya sana. Lakini hakutegemea lakini nini au shia. Lakini ni maneno tu. Sioni Deportivo Alaves kumzuia Barca. So Barca anashinda hiyo game. 1 point difference between Real Madrid na Barcelona. Yes. Yeah. Kitu kizuri kuhusu Barcelona wana uwezo wa kufunga, lakini kitu kibaya zaidi kuhusu Barcelona wana uwezo wa kuwa Araujo. Maki Araujo amekuwa ile highline ya Flick yenyewe mezungumzia vipi? Maana sielewi anafikiria nini. But Flick amekuwa akifanya hivyo miaka yote. Highline kitu yake. Katika msimu ina mwadhibu. Katika msimu huu Barca wameshinda magoli 36 na wamefungwa magoli 35. Wao ndo nadhani kwa mujibu wa takwimu hapa wao ndo wanaongoza kwa magoli kufunga, lakini pili ukiangalia wao wana magoli 36 ya kufunga, ya Madrid wana magoli 28. Madrid wamefunga goli 12, Barcelona wamefunga goli 15. So uwezo wao wa kufunga upo kwa sababu kale ka front wale watu wao wa mbele si mchezo, wana uwezo wa kufunga 4, 5, 6, 7. Lakini backline yao pia sababu ya highline, unajua Flick amekuwa akifanya hivyo kwamba twendeni wote tukacheze huko, alafu ikitokea tutarudi. Kwa hiyo I think sioni namna ambavyo Alaves anaweza kumzuia Barcelona, lakini sioni namna pia ambapo Barca anaweza kumzuia Alaves kupata goli. Diego Simeone yuko na Real Oviedo. Real Oviedo. Na Simeone Atletico Madrid. Atletico Madrid. An easy win kwa Atletico. Yeah. Wako kwenye form nzuri sana. Wameshinda game 5 zilizopita nadhani. Mashindano yote. Na wameshinda convincingly. Yaani wanaubonda tu vizuri tu. Na sasa hivi in most matches Antoine Griezmann haanzi. Na wanapata matokeo vizuri tu. So ni game kwa kuweka mpunga, sijui watapewa odds ngapi, lakini it's a win kwa Atletico.
It's a very simple way kwa Atletico. By the way, nini kimetokea kwa Girona? Everything. Kuna wakati hapa Girona walikuja vizuri sana. Kila mtu aliona Man City anamwambukiza mdogo wake vizuri. Yeah. Sasa si Savinho kaondoka. Zinaongolewa na it's easy. Ni ngumu kwa timu. Unajua kwa clubs ambazo zina msuli mdogo zinachukua muda mrefu kutengeneza timu. Once timu ikiwa iko imara, wana msimu mmoja hardly miwili ya kuwa on top. Then kuna wale manyao yale ya baa yanakuja, nachukua huyu, mambo yanaishia hapo. Tofauti na big clubs ambazo leo Mane anaondoka, anakuja mchezaji mwingine wa maybe the same caliber. It's easy. Kwa hiyo ndio hivyo, ndo hali ilivyo katika maisha ya soka. Unatengeneza wachezaji wazuri ambao hawako tayari kubaki hapo baada ya kuonekana. Kila mchezaji ana ndoto za kucheza timu kubwa. Same can be said for Ajax. Yeah. Borussia Dortmund. Yani kwamba wao huwa wana Bayer Leverkusen msimu uliopita. Yeah. Niondoa wachezaji zaidi ya 6. So shida ya Fideco. Na Bayer Leverkusen ipo uwanjani dhidi ya Dortmund. Kwa upande wangu GG na yone inatokea. GG over 2.5 goals na yona kwenye game. Naona Levante ndio kwa kasi ipo na Atletico Club. Goli mbili naona zina wale Athletic Club na wenyewe ni maji kujaa. Yani kuna kipindi hamna consistency, yani kuna kipindi wanaubonda vizuri kwa game kadhaa, then vurugu zinaanza. Levante ni kati mfano na Kenya hivyo kameanza kuwa kagumu kupata matokeo. Unaweza kuwafunga Madrid, Barca wamepata tabu pale kwa Levante. Sana. Tunaendaje ni mchezo? Under 3.5. Under 3.5. Sorry. Bayern Munich dhidi ya Sanford. Nebila. Shida ya Bayern, you can never tell. Bayern wins game, Bayern anashinda mchezo sana. Tena kuna muda alipata streak ya goli gani, mechi 10 hizo. Lakini Bayern Munich never tell. Anaweza akashinda wewe alafu kaja siku moja TSP off game kama mnania. Yeah, it happens. Lakini it's a very easy win for Bayern. If you ask me, Bayern atashinda kirahisi sana. Nataka nikimbie lakini naona Monaco, game ya Monaco na PSG sio vizuri nikaiacha. Game ya Monaco na PSG, it's a good thing. Pogba amerudi. Lakini bado nimeona game yake aliyoingia iliyopita. Yeah, amecheza kama dakika 12 hivi. The same Pogba, ila sharpness bado haijarudi. Bado amekaa nje muda mrefu sana kwenye hajapata competitive matches nyingi. So anahitaji game time sana kwenye miguu. Lakini Monaco wametoka kwenye kipindi cha matokeo ambayo si chanya sana. Wamekuwa na draw sana, lakini pia matokeo yao ya like head to head na Paris Saint-Germain sio mazuri sana kwa hii miaka ya karibuni. So I feel like japokuwa PSG hawako na Dembele hatakuwepo, Didier Doué naye hatakuwepo kwa majeruhi, but I still think PSG wanashinda hii game. PSG to win. Monaco, as much as tunawapenda na appreciate competitiveness yao, PSG is a beast. I expect PSG watashinda. Hata ni haraka Crystal Palace Manchester United. Tumemaliza. Tumemaliza. Tushamaliza. Zingine tumemaliza.
Kuna game ya nadhani ya Roma na Napoli. Is it? Yes, Roma na Napoli, yeah. Roma na Napoli ya Jumapili. It's a good game. It's a good game. Lakini ya Jumapili. Espanyol na Lazio. Yeah. Lakini Juve anashinda hiyo game. Naona anashinda hata goli mbili. Lazio na IC kwa watu wenye kuweka mzigo ni magoli tu. Over 1.5 inatoa. Wala ina shida. Naam. Niko hapo. Swahili. Bwana, tunatamatisha hivyo kwenye game time. Hivi ndivyo tunavyoona sisi. Bwana nilikuwa na Moro King, lakini pia Yusuf Masud aka Mswahili. Tulikuwa naye hapa mezani ndani ya game time ya Dimbani Connect. Sisi tunasema tunakupa kile ambacho sisi tunakiona. Sasa ni wewe kuangalia ni kitu gani ambacho sisi tunakiona ni sahihi na wewe unakiona ni sahihi, ukifanyia kazi na mambo yakaenda vizuri. Mwisho hapa tunakupa utabiri wa sisi tunavyoona. Kwa kama unaona kama sisi unaweza kutia hela na mambo yakaenda vizuri, ukapiga hela yako nzuri, wiki yako inayofuata ikaenda kwa kweli. Nikutakie weekend njema na uwe na siku njema pia. Game time, tuonavyo sisi.